Ninaona Tanzania ikibadilika. Ninaliona kanisa la Tanzania la Kiluteri likibadilika. Ninaliona likifly. Ninaona mkusanyiko wa watu wengi. Lakini sababu ni wewe, kwa sababu hujakata tamaa. Uko kwenye chumba cha kutafakari. Saa hii tuko kwenye chumba. This is a healing school. Baba unakiri. This is a healing school. Tuko mahali pa kutafakari. And I'm telling you, hapa tunatafakari taratibu, tunapanda ngazi. Na kwa hakika yake na kuambia, uongo una tabia ya kupanda lift, lakini ukweli una tabia ya kupanda ngazi. Nawaambia kweli, tuko kwenye ngazi ya pili na ya tatu. We are going somewhere. We are going somewhere. Jambo la mwisho la tatu. Can you see? Naiona nchi yetu na resources nyingi sana. Tuna Tanzanite, tuna gold, tuna resources nyingi sana. Lakini tuna suffer kwenda nchi za nje, kwenda kutafuta finished good, kwenda kutafuta hereni za gold, kwenda kutafuta mikufu ya gold. Lakini tunayo hapa. Kwa nini hatuna mtu alienda siku 40 kutafakari ni kwa namna gani tunaweza kutengeneza kiwanda cha kuchakata madini yetu hapa Tanzania ili tutengeneze hereni zetu wenyewe. Always we are selling them at a cheap price, then we are going back to buy at a higher price. Na ni vya kwetu. Na hii tungekuwa tunafuata kwenye makanisa mengine. Hii online ni but one person aliamua kuketi siku 40 ili atuletee na sisi walete. Yesu asante kwa kutusikia. Jambo la tatu na la mwisho ni kufunga, fast. Mteri wameniangalia. Fast. Ile sentence naomba utuwekee. Fast. Unawezaje kuishughulisha fikra yako? Na ninaomba unisikilize kwa umakini, kwa sababu najua tunafunga. Naelewa kwamba tunafunga. Naomba unisikilize, utanielewa vizuri. Fast. Hiki ni kitendo, tuweke ile sentence. Hiki ni kitendo kinachofanywa mara nyingi na mwanadamu, kwa maana ya kunyima mwili chakula kwa kitambo kidogo au kirefu kulingana na yeye mwenyewe au na uhitaji wake. Kwa kufanya hivi, maana yake unautiisha utu wa nje ili kumilikisha utu wa ndani. Kwa maana nyingine, unaulisha utu wa ndani na kupunguza mwili. Kitendo hiki husababisha mtu wa ndani kupata afya, nguvu na ustahimilivu. Mzee Yohana anasema, mpenzi, na ufanikiwe vile kwa kiwango kile roho yako ifanikiwavyo. Kumbe ukitaka kufanikiwa sana katika fikra, tusababishe roho zetu kwanza zifanikiwe. Kufunga sio kazi nyepesi. Labda kwako sio kazi nyepesi. Sio kazi ambayo unaweza kuamka siku ukasema nafunga. Unaweza ukashinda kula na usisikie njaa, lakini ukaona tu ni sawa. Asubuhi mpaka jioni umefika nyumbani huko tu, labda mpaka saa 4 ndio unajisikia kula, ni sawa. Lakini ukisema sasa nafunga, kila unapopita mahali utakuwa unasikia harufu ya chips, pilau, na kila harufu unayosikia inakuvutia. Siku zote inakuvutia, lakini siku hiyo inakuvutia. Why? Mtu wa ndani anakuwa. Mtu wa ndani akikua ni tishio kwa watu wanaoonekana nje. Ni tishio. Kwa nini? Mtu wa ndani akipata afya, mtu wa ndani ndiye anayefanya communication na yule ambaye ni asili yetu, aliye Mungu. Na ukifanya communication na aliye asili yetu, maisha ya kwako na waliokuzunguka hayawezi kuwa ya kawaida.
wale waliopindua ulimwengu wamefika. Inabidi ifike mahali, ukifika mahali wajue ya kwamba I'm telling you, aliyebarikiwa na Mungu, aliyeinuliwa na Mungu hazuiliki. Ukimtoa hapa kwa sababu pana maji mazuri, ukampeleka kijijini, huko nako atastawi. I'm telling you, utu wa ndani uwe na nguvu kuliko utu wa nje. How? Through fasting. Na wale wanaofunga na kuomba, nilikuwa namsikiliza kijana mmoja alikuwa anazungumza, anasema yeye alifanya kazi Freemason miaka 7. Anasema alimuona shetani mara 3 times, lakini anasema every time anapokwenda kumuona, lazima afunge sio chini ya siku 72. Hivi kama kufunga kumuona shetani unafunga siku 72, watakwenda hapo vipi kuhusu Mungu wetu? Inapotangazwa maombi ya kufunga hapa, ni dini la kuchangamkia. Kama wanafunga siku, na anasema wakati wakiwa kwenye mfungo, watu ambao huwa wanawatesa ni Wakristo. Wanawatesa kwa namna gani? Sio kila Mkristo. Wanawatesa kwa mambo manne. Jambo la kwanza, anasema Wakristo wanaofunga na kuomba. Kila wakifunga na kuomba kwenye vyumba vyetu ambavyo ndiko kwenye misukule, tukiamka asubuhi tunashangaa misukule yote hapo imechukuliwa na wale Wakristo. Wakiingia kuomba, wakiwa wamefunga kuomba tu, tunashangaa waliofungwa kwenye mashimo wamefunguliwa. Inakuwaje? Fikra yako inapoingia kazini, hakuna ulimwengu wa roho unaoweza kutikisa na kuambia I am telling you. Anasema watu wa pili wanaofunga ni Wakristo, lakini kwa nini? Wanapotoa fungu la 10. Ngoja nimalizie hapa. Wanapotoa fungu la, anasema kitu kinacho daktari hapo ndipo niliposhangaa, kumbe this is the biblical principle. Anasema wanapotoa fungu la 10 kule ni kutekeleza sheria ya bosi wao. Nikajiuliza sheria gani? Akasema ukiwa Mkristo, hata unene kwa lugha, hata ufanye vyote, ukaacha kutoa fungu la 10, wewe ni mwizi kama mwizi mwingine yeyote, kama mwizi wa kuku, mwizi, wewe ni mwizi. Kwa hiyo kule kuna wapa kibali, hata uombe vipi kuna wapa kibali wao kufanya chochote kwenye maisha yako. Anasema when you give that, ukitoa hiyo, inakuwa ni protection, sio kwako tu, kwa watoto wako, kwa kazi yako, kwa shamba lako, kwa nyumba yako, na kwa kila kitu kilichoko ndani yako. And I proved it. Jambo la mwisho ambalo wanasema lilikuwa linawatikisa, using the name of Jesus, kutumia jina la Yesu. Anasema hili jina ukilitaja kule, vile tu unapokuwa jina la Yesu, anasema misingi ya kuzimu inatikisika kabisa. Kwa hiyo aliyejaribu kulitaja, kaburi lilikuwa limeruhusu. Anasema ikilazimu sana kulitaja hilo jina, basi wanamuita the very one. The very one. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunalo jina kupita majina yote, linaloheshimika kuzimu na duniani. We have the name of Jesus. We have the name of Jesus. Nikagundua kumbe when we go to prayer, tukiwa watu wa kufunga na kuomba na kushughulisha fikra, hata jina lako linapojadiliwa kwenye vikao vya wachawi, wanapolitaja jina lako kama agenda kwenye vikao vyao, wanasambaratika.
In the mighty name of Jesus. Glory be unto you, Lord Jesus. I bless and glorify you. Ni neema ya pekee sana tuliyopata asubuhi ya leo. Nami ninakuinua na kukupa heshima. Ninaomba kwa ajili ya baba huyu na mama huyu. Enda naye Mungu, usimwache. Linde, mtunze, mfunike. Mpe Bwana kufunguka jicho la ndani, aione kesho yake. Katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana Mchungaji Samson Laizer. Tumpigie Bwana makofi mengi. Na ninaomba usimame mahali ulipo. Tumshukuru Mungu, lakini pia naendelea kuwakumbusha kuendelea kuombea watoto wetu wa Form 6. Tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi na majira haya. Ninasimama madhabahuni pako nikiombea fikra za watoto wako, na ninaomba uwape watoto wako utulivu. Kelele ni nyingi mno katika maisha ya watoto wako, kelele za magonjwa, kelele za madeni, kelele mbalimbali zinazoongea hapa na pale panapohusu maisha yetu. Lakini hata sasa tupe utulivu wa nafsi na roho na miili yetu, tuendelee kukuangalia kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba yangu, ninakusihi warudishie afya wale ambao ni wagonjwa, waponye majeraha ya ndani na majeraha ya nje. Ninaomba kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha 6 wanaofanya mitihani yao masomo ya sayansi. Ninaomba wapiganie, uwatunze Bwana. Nasimama kinyume na maroho yote ya laana, magano ya kipepo na nguvu za giza, roho za uharibifu na kila hekima ya kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Naombea watoto hawa, akili zao na fahamu zao na fikra zao zikapate kufunguliwa. Ninamwombea kila mmoja aliyeko hapa na wale walioabudu nasi masafa ya mbali, mahali kwamba wabariki, watunze na uso wako uende pamoja nao daima, washike na mkono ulio hodari. Na ibarikiwe siku hii ya leo, na zibarikiwe kazi za mikono ya watoto wako, na wabarikiwe waingiapo na wabarikiwe watokapo, na wabarikiwe kila mahali wanapokwenda, ukafungue malango ya baraka na ya neema. Ninaziombea kazi za watoto wako, ninaombea kwa namna ya kipekee kazi za ujenzi wanazofanya mahali. Nasimama kinyume na roho nzito, roho ya balaa na mkosi na kisirani na nguvu yote ya giza, maroho ya kuchelewesha, tunayakataa kwa damu ya Yesu. Baba, tunaomba usikubali dhabihu na sadaka tunazoleta madhabahuni pako asubuhi ya leo. Mungu Mwenyezi, utubarikie sisi na dhabihu na sadaka zetu, na uzipokee kwako mbinguni. Tubariki kuingia na kutoka kwetu sasa na daima, kwa jina la Yesu, jina lipitalo kila majina, wote tuseme amen. Na sasa inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake akufadhili, na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi, uingiapo na utokapo, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Na tumpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Na ninaomba ukae katika uwepo wa Mungu wetu, ukae katika kiti chako cha muujiza. Ninamshukuru Mungu sana kwa neema yake, wewe ambaye umepata neema ya kuabudu pamoja nasi asubuhi ya leo. Tumepata shida kwenye mitambo yetu, kwa hiyo tumeshindwa kurusha ibada hii online, lakini bila shaka vijana wamerekodi na baadaye tuta-upload, tutairudisha online baada ya kukamilisha mitambo yetu. Kwa hiyo wale watu wa online mtatulia radhi, wajipigie makofi wale ambao wamefika hapa. Mungu akuendelea asubuhi ya leo. Fikra ni maisha na maisha ni fikra. Fikra ni maisha na maisha ni fikra. Na ninaomba sana ili tuendelee kuwa na maisha
maisha ya kanisa yawepo, maisha ya biashara, maisha ya nchi, maisha ya familia. Ni lazima kulinda sana fikra. Neno la Mungu linasema linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana huko ndiko zitokako chemchemi za uzima. Hilo ni andiko. Linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana huko ndiko zitokako chemchemi za uzima. Na kulinda moyo ni kulinda fikra. Kuna kelele nyingi sana ambazo zingeweza kuingilia utendaji wako wa kifikra, lakini kila mara jitahidi kutafuta utulivu wa ndani. Tafuta utulivu wa ndani kila mara, na maendeleo yanakuja kwa sababu ya kuzuia kelele nyingi zinazoweza kudisturb your mindset. Kelele zinazoweza kuharibu utulivu wako wa ndani zinakuondolea ile nguvu na uwezo wa kuendelea na maisha ambayo yanaweza yakaleta impact kwa namna moja au nyingine katika maisha ya kwako. Juzi tulikuwa na faragha ya wanawake, tulikuwa kwa Consolation. Tulikuwa na kipindi kila siku almost cha risali 1.5 mpaka masaa 2. Hatufundishi, kila mtu anatawanyika, kule kuna garden, kuna miti, kila mtu anatawanyika, na kilikuwa kinaitwa kipindi cha Alone with God, peke yako na Mungu. Na hicho kipindi cha peke yako na Mungu ndio kilikuwa kizuri kuliko kile cha kufundisha. Huwezi kuamini. Peke yako na Mungu, Alone with God. Hicho kilikuwa ni kipindi kizuri. Na jana mama mmoja wa miaka, nafikiri ni return but tayari, ni zaidi ya miaka 65. Jana tukazungumza kwa simu, ni mkazi wa Karatu. Alitoka all the way from Karatu kuja kwenye faragha ya wanawake. Basi aliponipigia anamwambia habari ya Karatu, umeshafika? Nikamwambia sijafika nyumbani. Nilipoondoka kwa Consolation, nilienda kwenye kituo cha Wakatoliki wa masista wa Carmel kwa ajili ya kuhakikisha ile semina yote, maombi yote, napata nafasi ya kufikiri na kuweka kwenye programu ya maisha yangu. Nilishangaa majika la mama. Na nikiangalia yule mama nikamwambia kwa nini? Akaniambia mchungaji, si unanifahamu? Nikamwambia nakujua. Yule mama anamiliki shule kubwa sana, international school kubwa sana kule Karatu. Akaniambia pamoja na miradi yangu mingine, lakini nilikuwa najaribu kuthink, how shall this be? Vitu hivi vitakuaje? Kwa hiyo akaniambia nimejiwekea kufikiri kwa masaa 24. Watoto wangu wako hapa, sijawaona, wako hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam pia tuna nyumba. Watoto wangu wako hapa, tena sio mmoja, wengi tu. Lakini nilisema siendi kwao, naenda kwenye utulivu. Pigieni huyu mama makofi. Ni mama mtu mzima, ni mama mtu mzima. Sasa kuna mtu umekabidhiwa wizara, umekabidhiwa taasisi kubwa kabisa, ni kiongozi huko pale. Hivi utaendelea kuna mshahara, kuitwa mheshimiwa, na haujawahi kuthink wala kutumia muda wa kwenda kufikiri juu ya hiyo taasisi unayoongoza, juu ya wizara, juu ya mambo mengi. Umebeba roho za watu wangapi? Umewahi kufikiri juu ya? Ni kiongozi hata wa dini, watu wanaamini, wanakuja kanisani, wanamtaka hata huyo Mungu. Lakini wewe mwenyewe na Mungu mmeenda kukutana, basi hata ulete neema na uwasaidie hao watu wakutane na Mungu. Musa alienda kwenye thinking siku 40, usiku na mchana, siku 40. Yesu ameenda kwenye thinking siku 40. Lakini unaweza kuwa kiongozi wa dini ambaye haujaenda kwenye baraza la Mungu. Ni mhubiri, unahubiri, lakini haujaenda kukutana na Mungu. Utakuwa unatuletea tu mauzauza yako unayogugu huko kwenye mitandao na mafikra yako mabovu. Lakini nataka nikwambie, Mungu alisema kwa kinywa cha nabii Yeremia, hawa watu wangekuwa wamekuja barazani pangu, tukahojiana mimi na wao, ningewapa neema ya kuwasikilizisha watu. Mhubiri asiyeenda barazani kwa Bwana
kwenye kituo cha masista wa Karmeli, mahali ambako pana utulivu, na alienda hapo kwa ajili ya utulivu. Mabibi na mabwana, nimeenda safari nchi kadhaa kwa neema ya Mungu, lakini mojawapo ni Marekani. Kule Marekani kuna department, wizara ya park, Department of National Park. Ni department inayohusiana na park. Yaani ukitengeneza mtaa kama hapa Kijitonyama lazima kuwe na park. Ni department. Unapoendesha barabara lazima kuwe na park. Unaweza ukaendesha kufika mahali ukakaa just for thinking. Wakati umechoka na usingizi, unapaki gari pembeni, pana mabafu, pana toilet, pana maeneo ya kuchoma nyama na kupashia. Hapana mtu, ni park. Mambo ya birthday kitu gani ni park. Sasa nikaenda nikakuta magari ni mazuri, nauliza hivi hapa kupangisha wanakodisha bei gani? Sema hapa sio kukodisha, ni park. Na kuna department ya park. Hapa ni kelele na vumbi. Mtu ukitaka kuota ushakata, ushaenda kuchemshia samaki, ushaenda kukaangia samaki, yaani hivi. Mtu akinunua kiwanja kina mti, kitu cha kwanza akati hiyo mti yote kwanza, akisimama hapa aone kule, ndio anajua kama urefu wa kiwanja chake ukoje. Mama waache hiyo tabia kukata mti. Lakini pia uoto. Mimi nimeenda mji wa Washington DC, huko ndani ya forest. Yaani uone hapa na pale, ndani ya forest, ndani ya msitu. Barabara hizo highways zimejengwa, lakini kwa sababu ya engine na makelele ya magari na kuzuia hizo noises kwa ajili ya meditation, ili mtu akiwa nyumbani apate utulivu, atafakari. Wameotesha miti mahali ambapo barabara ilichelewa kupita. Kwa hiyo makazi ya watu yako karibu na barabara, wameweka soundproof. Unajenga ni ukuta na soundproof na soundproof. Hiyo barabara ni kazi ya wizara ya kuhakikisha kelele haziwasumbui watu. Na huko ndiko tunakopata masasa na fikra. Ndio hawa wanaoni wa YouTube, ndio hawa wanaoni wa Instagram, kwa sababu wana utulivu wa kufikiri. Na sisi tutanunua tu, hata asubuhi ya leo lazima ukaweke voucher tu, lazima ununue hivi ushangae huko utalipa tu. Kwa sababu usipofikiri, mtu mwingine anafikiri kwa niaba yako, atakuuzia mawazo yake na utayanunua kwa bei ya ghali sana. Kwa hiyo nachoweza kusema hapa, nilichojifunza mimi katika kusafiri kwangu ni kuona namna ambavyo nchi zilivyoendelea zinavyo protect sound, zinavyoweza kuzuia noises, lakini zinavyoweza kuhakikisha watu wanapata nafasi ya kufikiri, kama hizo park, kwenda kwenye gardens, kupata nafasi ya kuthink na kufanya meditation. Kwa hiyo ni maombi yangu asubuhi ya leo, tunapokuwa katika juma hili, hii ni semina ya ndani. Ni lazima uone unaweza kuwa na muda gani ambao unasema ninaongoza taasisi, naongoza kampuni. Wengine mmekopa benki na ni project ya kwako, your own company. Ulipataga mawazo ya kuanzisha kampuni hiyo, lakini umeenda kupata namna ya mawazo mapya. Kila siku kuna changes duniani. Kila siku kuna changes duniani. Na mawazo mapya yanakuja kila siku. Kwa hiyo when you stop to think, ulipoacha kufikiri na kuongoza au kuongeza uwezo wa kufikiri katika fikra uliokuwa nayo na idea uliokuwa nayo, ndio maana watu wanasema umefilisika, umefulia. Ndio watu kufilisika na kuisha. Lakini kila siku lazima kufikiri. Hata mchungaji, katika maisha tunayoishi leo, dunia inabadilika kwa kiwango kikubwa sana, na sisi tunapata nafasi ya kufikiri. Vinginevyo kama hautafikiri unakufa, na hata kanisa linaweza kufa kabisa, kwa sababu makanisa ya Ulaya na Marekani na Ujerumani ambako Martin Luther ametokea yamekufa kwa kiwango kikubwa tu. Unapita njiani unakuta bango kubwa church for sale, kanisa linauzwa, nageuka kuwa ukumbi wa gym, nageuka kuwa supermarket, shopping mall. Yes, kwa sababu wali stop to think. Tangu Martin Luther alipofikiri juu ya reformation, waliopokea wakabakia pale pale, hawafiki zaidi hapa. Kila kitu kinakufa kwa sababu when you stop to think, you start dying. Even church limekufa na makanisa yanauzwa kwa sababu ya wakati mwingine fikra
Kwa hiyo naomba somo hili la fikra linakuhusu wewe na familia na kampuni yako na maisha yako ya kawaida. Tumsifu Yesu Kristo. Na mimi ninakubariki siku ya leo. Mungu akupe utulivu na Mungu akupe kufikiri, na kila unachokifikiri kikatokea kwenye maisha yako. Akubariki Mungu Mwenyezi, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wachache wangesema amina. Pigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Wakati sasa ni wakati wa kumtolea Bwana dhabihu na sadaka. Ninawakaribisha praise wanapoimba, na ninawakaribisha kumtolea Bwana dhabihu na sadaka. Naendelea kukumbusha faragha ya wanaume inafanyika kule Karatu, ni kambi ya wanaume, Vision Camp, Men's Camp, Men's Forum ya 2026 season 2. Jionyeshe kwa wanaume, ndio neno kuu, na tafadhali naomba waweze kujiandikisha pale. Package zetu ni $1,000,000 na package ya 3 ni $600,000. Pale nje ndugu zetu hapo, lakini pia kuna anwani za simu.